Waebrania 13 mstari wa 16 na 17. 17 nazungumza kuwatii wanaowaongoza na kuwanyenyekea, kwa sababu wanakesha kwa ajili ya roho zenu. Ni kama watu ambao watatoa hesabu, they will give account of your souls, watatoa hesabu ya nafsi zenu. Sasa kuna ujumbe ambao Roho Mtakatifu amekuwa akisema nami kwa muda mrefu tangu mwaka jana, na ninasikia huu ndio wakati wa kushare na watu, kuweza kujengana, lakini pia na kufungua fahamu za watu katika nuru hii, katika ufunuo huu na maarifa haya, na kupata muda mzuri wa kuomba kwa ajili ya watumishi wa Mungu. So leo kitu cha kwanza kabisa nataka tuone nini tunaweza kutoa kwa ajili ya viongozi wa kiroho, kwa ajili ya watu wa Mungu. Hii ninaita ni zawadi. Zawadi gani ambayo unaweza ukatoa kwa ajili ya kiongozi wako wa kiroho, kwa ajili ya mchungaji wako, mtumishi wa Mungu, baba yako wa kiroho, mwalimu wako, yule ambaye ni kiongozi kwako. There is a gift you can give. Na kwa nini nazungumza kuhusu zawadi ambayo unaweza ukatoa? Kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 10 kuanzia mstari 40 itakuwa vizuri zaidi tuweze kupata maana. Na ni maneno ya Bwana Yesu mwenyewe, anazungumza na watu. Mathayo sura ya 10 kuanzia ule mstari 40 anasema, awapokeaye ninyi anipokea mimi, naye anipokeaye mimi hampokea yeye aliyenituma. Huyu ni Bwana Yesu anaionyesha nafasi ya mtumishi wake katika heshima, kwa kiwango ambacho anasema anayewapokea ninyi amenipokea mimi. Yale ambayo mtawatendea wao mnanitendea mimi. Na ndio maana tunaona neno moja la pekee sana wakati Bwana Yesu anamtokea Sauli akiwa njiani kuelekea Dameski. Wakati anamtokea Sauli, anamwambia, Sauli, Sauli, kwa nini unaniudhi? Kwa Kiingereza anasema why thou persecuting? Kwa nini uza nani wewe? Anasema ni mimi Yesu wa Nazareti unayeniudhi. Lakini Paulo mtume anasema nalikuwa nikiliudhi kanisa. Nilikuwa nikiliudhi kanisa. Alikuwa akiwaudhi wanafunzi. Yesu hamwambii kwa nini unawaudhi wanafunzi wangu, anaambia kwa nini unaniudhi? Kwa nini anatuma Bwana wao? Mnamtendea Yesu. Kama utawatesa watumishi wake, maana yake unamtesa yeye. Kama utawaudhi wao, maana yake unamuudhi yeye. Ndio ambacho Yesu Kristo anaonyesha. Na ndio maana alisema ilikuwa na njaa mkunipa chakula, nilibisha hodi mkunikaribisha. Na mtasema, Bwana, lini ulikuwa na njaa? Watu watauliza, Yesu, lini ulikuwa una njaa tukakunyima chakula? Lini ulikuwa una nguo tukupa? Mlipaswa kuwatendea mema. Mstari 41 tunarudi kwenye Mathayo 10:41. Anasema, ampokeaye nabii kwa kuwa ni nabii atapata thawabu ya nabii, naye ampokeaye mwenye haki kwa kuwa ni mwenye haki atapata thawabu ya mwenye haki. Mstari 42 muhimu sana, anasema, na mtu awaye yote atakayemnywesha mmojawapo wa wadogo hawa ngaa kikombe cha maji ya baridi, kwa kuwa ni mwanafunzi, amin nawaambia, haitampotea kamwe thawabu yake. There is a reward. Kuna thawabu, kuna nini? Kuna taji kwa ajili ya wale ambao watawatendea mema. Tena anasema hata yule anayeonekana ni mdogo kati ya hawa, kama mtu atampa ngaa kikombe cha maji ya baridi, ambacho kila mtu anaweza akafanya, anasema haitampotea thawabu yake. Kwanza kwenye hilo andiko atakuwa ufahamu tayari thawabu ya kumtendea mema mtumwa wa Bwana Yesu haitoki kwa mtumwa, inatoka kwa Bwana mwenyewe, kwa sababu yeye ndiye aliyeamuru. Kwa hiyo hautakiwi uangalie kwamba nimemtendea mema, je, ana nini mkononi atanipa. Cha kwanza utakuwa ufahamu aliyeamuru thawabu katika kuwatendea mema ndiye anayeitoa thawabu. Kwa hiyo your reward comes from the Lord. Thawabu yako inatoka kwa Bwana aliyeamuru kuwatendea mema. Hata ukimpa ngaa kikombe cha maji ya baridi, anasema thawabu yako haitapotea. Ameahidi, ni mwaminifu. It is very sure. Kwa hiyo sasa hii ninachojifunza hapa, nataka tuone mambo 7, kanuni 7 muhimu sana, namna ambavyo tunawapokea sasa watumishi wa Mungu. Namna ngaa kikombe cha maji ya baridi, ni kitu gani tunaweza tukafanya kwa watumishi wa Mungu? Sikiliza vizuri uweze kuelewa, kwa sababu huwa watu wengi
Wanasema natamani mtumishi, yani mfukoni tu sina kitu, ningekuwa hata na kitu nitoe, na wengine wanakuja kumshika hata mtumishi na 500. Hebu chukua hii ukanywe maji, hebu baki hapo nisikilize, ili ujue kama hiyo italeta maji au itakuwa ni dhihaka. Tuko pamoja watu wa Mungu. There is a reward. Kuna thawabu kwa wale wanaotenda vyema katika watumwa wa Bwana, wale ambao amewaagiza, amewatuma. Na ndio maana alipowaagiza wanafunzi wake, aliwauliza ikiwa walikosa kitu mfukoni, walihitaji hawakupata, wakasema hapana, walikuwa navyo vyote, kwa sababu aliwaagiza katika kanuni hii kwamba wale watakao wapokea wasiwanyime mema yaliyo katika mikono yao kutenda. Wasiwanyime mema yaliyo katika mikono yao kutenda. Uwezo waliokuwa nao uonyeshe. Lakini sasa ni lazima tuje katika kweli ya neno la Mungu kujenga fahamu za watu. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi wanafikiri kitu pekee wanaweza wakafanya kama zawadi kwa watumishi wa Mungu ni kuwapatia fedha peke yake, labda mali, umpe gari, umpe nyumba, umpe nini. Lakini wapo ambao wametenda hivyo kwa watumishi wa Mungu, lakini kuna mengine wameshindwa kuyafanya kwa kiwango ambacho hata vile walivyotoa havina thamani. Havina thamani, havina hata thawabu kwao. Na kuna wengine kwa sababu wanafikiri hiyo ndio njia pekee, wamejikuta hawapatikaniki, they are not available, hawapatikaniki kwenye wajibu wa msingi ambao nao unahesabiwa ni huduma, ni zawadi ya mtu. Sasa kuna mtu ananisikiliza ambaye yeye anajua kabisa, ameshakaridi miaka yake yote kwamba watumishi ndio wanawapa watu vitu, ndio waombee, ndio wahudumie. Una mahitaji kede umeandaa, kila ukipiga simu ni kuelezea matatizo, ukituma message ni matatizo, mpaka mtumishi akisoma inabidi asome kwa nanena kwa lugha, lakini hujawahi kufikiria kwamba ni kitu gani ambacho una nafasi ya kufanya kikabaki kuhesabiwa ni huduma, ni zawadi kwako kwa mtumishi wa Mungu, na wewe unapaswa kuwajibika. Mungu anaposema kwenye Isaya 43 kwamba ulikuwa thamani machoni pangu, kwa sababu nitatoa watu kwa ajili yako. God is a God who gives people for his servant. Ile kwamba mtumishi wa Mungu ana mafuta, ana upako, ana neema, amejaa roho, haimaanishi hahitaji watu. Haimaanishi hahitaji watu. Haimaanishi kwamba yeye hakuna eneo ambalo anahitaji na yeye kuhudumiwa. Kama ambavyo mtumishi wa Mungu anahudumia, na yeye anahitaji kuhudumiwa. Tuko pamoja watakatifu? Na yeye ni mpako wa mafuta wa Mungu, ndiye anahitaji kuhudumiwa. Na yeye kuna eneo ambalo anahitaji huduma, kama ambavyo mtu binafsi na yeye anaweza kuhitaji huduma. Chukulia mfano mzuri. Kuna mtu mmoja kwenye Biblia anaitwa Musa, Nabii Musa. Ukisoma kwenye kitabu cha Hesabu, let's read in the book of Numbers, Masole Kamprediga Sontai. Tunamuona Musa ambaye ni nabii, amepewa kazi na Mungu kabisa, alafu anafanya kwa namna ambayo baba mkwe, sio hata mtumishi mwenzake, baba mkwe wake anaona sio sahihi. Kwenye kitabu cha Kutoka sura 18 from verse 13 up to 17. Tumefika hapo. Tuanze mistari michache pale. Kuanzia 13 ukisoma habari yote ile mpaka mstari wa 27. Lakini mimi nitasoma pale kuanzia mstari wa 10, tuanzie 13. Kila mzaliwa wa kwanza, okay. Mstari wa 14. Kisha Bandeliko Brado Bosantere 18, sorry. Soma 13. 18 kuanzia 13. Hapo tunaona kuanzia kusoma kuanzia mstari wa 12. 12 anasema Yethro mkwewe Musa akamletea Mungu sadaka ya kuteketezwa na dhabihu, na Haruni akaja na wazee wote wa Israeli wale chakula pamoja na mkwewe Musa mbele za Mungu. Asubuhi yake Musa akaketi ili awapishie hukumu watu, na hao watu wakasimama kumzunguka Musa tangu asubuhi hadi jioni. Mkwewe Musa alipoyaona yote aliyowafanyia watu, akasema, ni jambo gani ili watendealo watu hao? Kwa kuwa wewe kuketi, kwani wewe kuketi hapa peke yako na watu wote kusimama kwako tangu asubuhi hata jioni? Musa akajitetea, akamweleza mkwewe kwamba ni kwa sababu watu unijia mimi wapate kumuuliza Mungu.
Mstari wa 17, mkwewe Musa akamwambia, jambo hili ufanyalo si jema, huna budi utadhoofika wewe na hawa watu walio pamoja nawe pia, maana jambo hili ni zito mno kwako, huwezi wewe kulitenda peke yako. Hasa ukisoma vizuri utaona hapa Yethro anampa ushauri nabii Musa. Yeye sio nabii, yeye ni baba mkwe tu, lakini mchaji, maana tunaona alienda kutoa na sadaka. Musa ni nabii, ni mtumishi wa Mungu, amepanga, ana ibada ya one on one, wanakuja mpaka mtu ambaye anasema anaulizwa, wewe shida yako nini? Anasema tu, yani mtumishi, nimeishiwa na chumvi. Wote au Musa anajipanga kuwasikiliza. Mwingine wewe shida yako nini? Mtumishi wa Mungu, na nikiamka asubuhi nakuwa napiga chafya sana. Yani vitu ambavyo vinaweza kupoteza muda, na anapaswa wasikilize mmoja mmoja. Ni nabii wa Mungu, ana one on one kuanzia asubuhi hadi jioni. Baba mkwe anamwambia, wewe ni nabii ndio, ni mtumishi wa Mungu ndio, lakini utadhoofu. Na hekima iliyokuwa kwa Musa, aliukubali ushauri. Angekuwa mtu mwingine akisema, mimi ni mpakwa mafuta, nitadhoofu vipi? Mimi ni mtumishi wa Mungu, nitadhoofu vipi? Akampa hekima, akaambia, tafuta watu. Wewe ni nabii ndio, lakini unahitaji watu, you need people. Na akampa na sifa zao. Ukisoma mstari unaofuata pale, akaambia, sikiza sasa neno langu, nakupa shauri, na Mungu na awe pamoja nawe, uwe wewe kwa ajili ya watu mbele ya Mungu, nawe umletee Mungu maneno yao, nawe utawafundisha zile amri za sheria. Mstari wa 21 anasema, zaidi ya hayo utajipatia kati watu hawa, watu walio na uwezo, wenye kumcha Mungu, watu wa kweli, wenye kuchukia mapato ya udhalimu. Kwa sababu lazima awepo mtu anayechukua mapato ya udhalimu kwenye one on one. Muda wowote anaweza akamwambia mtu, hii kesi inahitaji, Mungu anasema leta dola hii. Utapeli ndo unaanziaga hapo sasa kwenye huduma za kinabii. Fika jiandikishe pale, mtu anafika, leta hela fulani kuweke kiti cha mbele. Leta hela fulani, baba akija tu nitamwambia akuhudumie. Huo ndo utapeli unaanzia hapo, na sisi tumeshaye kukutana nao. Na Bwana ametusaidia. Sio kwamba sisi kwa matapeli, hapana, tumekutana na matapeli. Huko hapo watu wa Mungu. Yethro anamshauri Musa, you are a man of God, lakini unahitaji watu. Yesu Kristo anakuja duniani kama Mwokozi, lakini tunaona anakuwa na wanafunzi. Alikuwa na wale 70, baadaye akawa na wanafunzi 12, naye alihitaji watu. Kwa ile kwamba mtumishi wa Mungu ametiwa mafuta haimaanishi kwamba hahitaji watu wanaomzunguka, na anahitaji huduma. Yaani wale watu wako kama mapambo. Wale watu walimzunguka Yesu kwa ajili ya huduma. Tunaona hao waliomzunguka Musa kuna namna walikuwa wanahudumia. Sasa huduma, zawadi gani unaweza ukatoa? Ya kwanza, namba moja kwa mtumishi wa Mungu ni kuomba kwa ajili yake. Kuachilia moyo wako, kutenga muda wako, kupiga magoti yako, kuomba kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. That's the gift. Hiyo ni zawadi. Mtu ambaye yule ambaye anaweza akasema, Bwana mimi natamani ningempa mtumishi gari, natamani ningempa nyumba. Kama unayo toa, kama hauna, kuna zawadi inaitwa maombi. Kuomba kwa ajili ya mtumishi wa Mungu ni jambo la msingi na la muhimu sana. Tuko pamoja? Kuna habari moja alikuwa anaisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Tunaona Paulo mtume aliletewa unabii na nabii Agabo, na akaonyeshwa kwamba akienda Yerusalemu watamfunga. Akawaambia, ninyi mnaongelea kuhusu kuteswa, mimi niko tayari hata kufa. Akaondoka. Lakini unabii ulikuja kabisa kwamba ni Mungu amesema na nabii wake. Alafu Biblia inasema neno moja zuri sana. Wale watu wakanyamaza, wakasema mapenzi ya Mungu yatimizwe. Hao ni maombi yao waliomba. Katika kipengele kinachofuata huko mbele nitaongelea hekima ya namna ambavyo sasa, leo nazungumzia zawadi. Nitazungumzia sasa namna ambavyo unaweza ukapokea hata udhaifu wa kiongozi, unashughulika nao vipi. Tuko pamoja? Moja ya kipengele tutazungumzia, utaona nafasi ya maombi ni ya muhimu sana. Huwezi kuja mbele ya kamera ukaanza kuwakemea mababa wa kiroho. Sijui unaelewa? Huwezi kuja mbele ukaanza kukemea viongozi wa kiroho. Ukasema kuna mchungaji fulani nimekuona askofu, hata kama umenizidi umri, roho inaniwaka ndani yangu nikuonye. Kuna hekima unakosa. Ndio ile ambayo Paulo mtume alimwambia Timotheo, mzee usimkemee bali umuonye kama baba. Mzee akemewi. Kuna namna mojawapo ni kuomba. You pray for a man of God. Katika msisitizo wa maombi wa mtume Paulo kwenye Biblia, tunaona alisisitiza zaidi watu kuwaombea watumishi wa Mungu. Anasema, ndugu tuombeeni, kwenye kitabu cha Thessalonike, 1 Thessalonians chapter 5
ukisoma anapofundisha hata kuhusu kuomba bila kukoma, ni kuomba, to pray for men of God. Waefeso 6:18, read for us. Ephesians chapter 6 verse 18. Mali konteligo brasto feledia. Waefeso 6:18 anasema, kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. To pray for all people, all saints, including men of God. Tuko pamoja? Ndio nikuonyeshe kwa kadhaa, maana inabidi nifungue mwenyewe, wasomaji naona hawapo. Shabile kepalando sotoro dobas. Vipengele vya msingi katika kuwaombea watumishi wa Mungu. Tunaona Paulo mtume anasisitiza kuomba kwa ajili ya watumishi wa Mungu, praying for men of God. Mandeliko brado zonto peradish talabai. Wathesalonike wa pili sura ya 3 mstari wa 1 anasema, hatimaye ndugu, tuombeeni neno la Bwana liendelee na kutukuzwa vile vile kama livyo kwenu. Hapo haya maandiko nimeandika, kuna somo nimefundisha mpaka prayer point. Yani sio tu ujue unaombea nini. Mmoja ya maombi utakuwa muombe mtumishi wa Mungu ni kuwa na deep insight kwenye neno la Mungu. Kwa sababu there is where the devil can bring deception. Adui anaweza akaka udanganyifu. Kwa mtumishi wa Mungu abakie katika kweli ya neno la Mungu, azame kwenye vina vya neno vya kumsikia Mungu. Akija mezani alete neno. Akija mezani alete kile ambacho Mungu anazungumza, sio mawazo yake, sio makusudi yake. Sasa sio yale maombi ambao watu wanaomba saa ya kumkaribisha mtumishi, ile inakuwa ni kama dharau. Yaani mtu tunamkaribisha baba, hasilete mawazo yake, ina maana huko alikotoka kote amekuja nayo. Ni maombi ambayo unapaswa kuomba. Akifika pale unashangilia, unasema Bwana, tunajua unakuja kusema na sisi. Umempa mtumishi wako ujumbe. Tuko pamoja? Pray for men of God. Lakini pia Biblia inatuonyesha Matendo ya Mitume 13 mstari wa 3. Matendo ya Mitume 6:4-7. Mitume wanasema watadumu katika maombi, katika kuomba. Matendo ya Mitume 6:4-7 tunaona pia wanachagua watu 7 miongoni mwao, wanawawekea mikono. Matendo ya Mitume 13 mstari wa 3, Roho Mtakatifu anasema nitengeni Sauli na Barnaba kwa kazi iliyowaitia. Biblia inasema wakiisha kufanya ibada na kuomba, wakaweka mikono juu yao, wakawaombea. Ile ni kuonyesha kwamba tuna kazi ya kuomba kwa ajili ya watumishi. Hiyo ni zawadi ya kwanza, mpe mtumishi wako, muombe, omba. Usiseme tu kwamba usichukulie watu wasema mtumishi zani kama anahitaji maombi nitamuombea nini. Unaacha kuomba. Kila mtu ana ugumu kutokana na aina ya kazi aliyoko nayo. Tuko pamoja? Wewe unaweza ukaona una changamoto za maisha, niombeni na kelele za wazazi nyumbani. Kuna wengine tumeshavuka kelele za wazazi nyumbani. Kuna kelele nyingine sio za wazazi. Kwa hiyo lazima uombe kwa ajili yao, waendelee katika kuifanya kazi ya Mungu, wasio na kuchoka, sio na kukata tamaa. Kuna rekodi zinaonyesha kwamba kila kukicha kuna wachungaji wanaacha uchungaji. Unaweza kukutana na mchungaji anasema kabisa usikate tamaa, kumbe yeye ameshakata tamaa, ameshavunjika moyo, ila anakuambia usivunjike moyo. Sasa wewe usipopata nafasi ya kuomba kwa ajili ya watumishi wa Mungu, na kuomba huku sio kwa sababu ya wao kuwa kwenye changamoto au magumu tu, hata kwa ajili ya yale mema, kwamba wadumu katika mema na wazidi kupokea katika nafasi ambayo Mungu ameweka kwa ajili yao. Amen. Namba 2. Zawadi. Naona sina leso yangu hapa. Hapo santaya. Namba 2 ni kukua kiroho na kuzaa matunda. Zawadi ya pili ya msingi unaweza ukampa mlezi wako wa kiroho ni kukua kiroho na kuzaa matunda. Kukua kiroho na kuzaa matunda. Sifa njema hii Bwana Yesu anaisema kabisa. Anasema tawi linalozaa anafanyaje? Analisafisha ili lipate kuzaa sana. Ni ufahari kuwa tawi linalozaa. Na kuzaa kunaanza pale mtu anapokuwa. You are not matured, you can't give forth fruits. Ili uweze kuzaa matunda ni lazima ukue. Yohana 15:16 anasema si ninyi mlionichagua, bali ninyi mliochagua ili mwende mkazae matunda. Paulo anaona fahari kwa watoto wake wa kiroho kwenye Wakolosai 1 ukisoma kuanzia 8 na 9. Anawaombea ili waweze kudumu katika kuzaa matunda. Anafurahi anaposikia kwamba wanamzalia Mungu matunda.
wanaenenda katika matendo mema, wanaihubiri Injili, wanaifanya kazi ya Mungu. Ni ufahari kwa kiongozi wa kiroho anapoona mtu anemlea, yani kwamba ulimhubiria akaokoka, ni mchanga, alafu amefika kiwango ambacho na yeye ana uwezo wa kuhubiria watu wengine na wengine wakaokoka. Ana uwezo wa kuongea na watu wengine kuhusu Kristo wakaamini. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 2. 1 Timothy chapter 2. Hii chapter 1 2. Chapter 2 verse 2. 2. Anasema, na mambo yale ulioyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi, hayo wakabidhi watu waaminifu watakaofaa kuwafundisha na wengine. Haya ni maelekezo Paulo mtume anatoa kwa mtoto wake Timotheo. Yale uliyosikia kwangu uwakabidhi na wengine wakabidhi wengine. Yani maana yake, kama nilivyokuzaa kwenye mafundisho haya, nenda kazae watu wengine katika mafundisho haya, na wengine wazae wengine kwenye mafundisho haya. Hamna jambo linamuumiza kiongozi wa kiroho kama awe na mtu ambaye yuko vile vile miaka yote. Ni jambo baya sana. Ni jambo baya. Yesu anatolea mfano wa bwana mmoja alienda kwenye shamba lake kwenye Luka mtakatifu sura ya 13. Halafu akakuta mti ambao unaharibu ardhi. Yani akasema hauzai matunda, unaiharibu ardhi. Let us take a read. Luke chapter 13. From verse 6. Akanena mfano huu, mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba lake la mzabibu. Akaenda akitafuta matunda juu yake. Akitafuta matunda juu yake asipate. Akamwambia mtunzaji wa shamba la mizabibu, tazama, miaka 3 hii naja nikitafuta matunda juu ya mtini huu nisijipatie kitu. Ukate, mbona hata nchi unayoharibu? Akajibu akamwambia, Bwana, huache mwaka huu nao, hata niupalilie niutilie samadi, na ukizaa matunda baadaye vyema, la usipozaa ndipo ukate. Hauna sababu mti upo uzae matunda. Ni ufahari mzuri kwamba wewe umehubiriwa Injili, ulikuja mgonjwa, ulikuja umefungwa na nguvu za giza, umefunguliwa, umeokoka, na wewe umeanza kuwa na matokeo. Kwa maisha yako tukiangalia yana ushuhuda, yana matokeo mazuri, yana matunda. Ni jambo zuri sana. Tuko pamoja. Jambo la tatu. Nimekuwa na joto mpaka nikaona tuko pointi ya 4 ili tumalize. Jambo la 3 ni kuwa na ushuhuda mzuri, kwenye mabano kuwa barua nzuri. Be an epistle. An epistle. Be a letter. Kuwa barua nzuri. Zawadi unaweza kumpa kiongozi wako wa kiroho, mchungaji wako. Be a testimony, a letter. Kuwa ushuhuda, kuwa barua nzuri inayosomwa na watu wote. Na kuwa ushuhuda maana yake nini? Yaani watu wanakutazama, wakikuangalia wanamtukuza Mungu. Wengine wanaulizia hata habari za mchungaji wako, wanaulizia habari za kiongozi wako wa kiroho, kwamba huyu ni nani? Huyu ni mtoto wa fulani. Biblia inatuambia wakati roho ya unabii imekuja juu ya Sauli, alipoanza kutabiri, katikati ya manabii waliulizana, je, huyu ni nani? Si mwana wa Kishi? Walimuulizia baba yake. Halafu akasema tangu lini amekuwa nabii? Yaani watu wanashangaa kile alicho nacho. Daudi anaenda kumpiga Goliati. Wakati huo Biblia inaonyesha hata Sauli alikuwa hajauliza hata habari za Daudi, mzazi wake. Lakini baada ya kumpiga Goliati anaanza kuuliza kwamba ni mtoto wa nani. Ndio anajua ni mtoto wa Yese. Kwa sababu alifanya jambo kubwa la ushuhuda, habari zote zikaenea. Mtoto mzuri, mwanafunzi mzuri anakuwa barua, anakuwa ushuhuda mzuri kuhusu yale anayofundishwa na kiongozi wake wa kiroho, yale ambayo umewekewa ndani yako. Tuko pamoja. Unapokwenda mahali popote kwenye mambo ya kiroho, kwa mfano ukaenda mahali hata kama ni mtu ni mchungaji, umealikwa ukaenda kuhudumu, jambo la kwanza litakuja kichwani kwa watu wanaoelewa mambo ya kiroho, watajiuliza mlezi wako wa kiroho ni nani? Na ukienda kama mchungaji ukafanya ujinga na mambo ya aibu, the same watajiuliza, sasa huyu analelewa na nani? Yani watu wanatafuta wacheke zaidi kutokana na vichekesho walivyoonyesha, kwamba je, baba yake atakuwa na vichekesho zaidi. Na watu wengine wakiona ubora wako wanajua baba yake atakuwa na ubora zaidi. Kwa mfano, nikupe mfano mzuri tu. Mtumishi wa Mungu mlezi wetu wa kiroho Apostle Grace Lubega, yeye yuko kwenye TV, anafanya vipindi kwenye TBN TV, ni TV ya kimataifa. Na namna alivyoanza kurusha mafundisho ilikuwaje? Mtoto wake wa kiroho binti alienda mahali akawa anaongea na wachungaji walikuwepo, anaongea na mtoto na ndugu mmoja,
anamhubiria mambo ya Mungu, anamhubiria neno la Mungu. Wakati anamhubiria akashangaa kwamba mbona huyu binti ana ufahamu mkubwa hivyo neno la Mungu? Akamuuliza, wewe mlezi wako wa kiroho nani? Akamuonyesha. Akanambia, mimi ndio mlezi wako wa kiroho, najifunza, mfuatilie. Yule kijana akaenda kumuonyesha baba yake wa kiroho. Baba yake anafanya vipindi TBN. Alipoona akasema, yani mtumishi wa Mungu anajua neno hivi, alafu mimi nina vipindi kwenye TV na babaika narudia maneno yale yale. Akampigia simu, akamtafuta, akasema, ninaondoa vipindi vyangu vyote, wewe ndio urushe vipindi. Ndio dunia ikamjua, ndio watu wanaanza kuona kwa namna hiyo Mungu anamtangaza, anaenda kimataifa. Mtoto wa kiroho amekuwa ushuhuda mzuri, amekuwa barua nzuri, anasomeka. Hasa mwingine yeye akienda eneo la mbali, ndio mahali sasa pa kujimwaga. Sasa dunia sasa anajua hapa hamna wa kuniona kunishtakia. Sasa hata kama kuna nguo chafu za niziteje, uvaaji mbaya alikuwa nao, akienda huko sasa anajiachia, anajimwaga. Hata kama alikuwa anajifunza kuomba, akiamka asubuhi kusoma neno anaacha. Kumbe unakuwa barua mbaya yenye ujumbe mbaya, lakini pia unapoteza ushuhuda. Ushuhuda wako unapaswa kuwa barua inayosomwa na kila mtu. Tuko pamoja? Let us take a read. Uliweka hilo andiko kwenye Korinto wangapi? Anasema, ninyi ndinyi barua yetu tuliyoikatibu, si kwa wino bali kwa Roho Mtakatifu. Paulo mtume anawaambia watu, ninyi ni barua yetu. Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 3, kuanzia mstari wa 2 na wa 3. Anasema, ninyi ndinyi barua yetu iliyoandikwa mioyoni mwetu, inajulikana na kusomwa na watu wote. Mwadhihirishwa kwamba mmekuwa barua ya Kristo tuliyoikatibu, iliyoandikwa si kwa wino bali kwa Roho Mtakatifu, kwa Roho wa Mungu aliye hai, si katika vibao vya mawe, ila katika vibao ambavyo ni mioyo ya nyama. Watu wanaangalia moyo wako, the way unafanya vitu, unawasilisha ujumbe. Kwa hiyo kabla ya kusema tu mimi kwa kweli yani ningekuwa acha watumishi, niko napambana, natamani nije nitoe la kabisa tujenge kanisa. Sawa, ni vizuri, lakini kumbuka kuna moja ya zawadi unatakiwa uitoe siku zote. Tuko pamoja? Yamkini ukaonyesha, kwa mfano huyu mtoto wa kiroho alikuwa hana uwezo wa kumlipia Apostle Grace vipindi TBN, lakini alikuwa na uwezo wa kumsema na kusema habari za Yesu na kuishi maisha ya ushuhuda kwa kiasi ambacho mtu mwingine aliona akalipia vipindi. Tuko pamoja watu wa Mungu? Namba 4. Zawadi namba 4 ni kupatikanika. Hii ni zawadi ya kupatikanika ambayo ndani yake kuna kitu kinaitwa muda. To be available, you give your time. Zawadi ya muda wako, unapatikanika bila udhuru. Be available without an excuse. Unajua maana ya kupatikanika bila udhuru? Kwamba tunakuhitaji lakini unasema samahani, sipo pamoja nanyi kimwili, nitakuwa pamoja nanyi kiroho. Natamani ningekuepo. Mtumishi wa Mungu tunasema tunataka twende ushuhudiaji. Uko wapi? Haupo. Wewe akili yako inafikiria kwamba the best thing you can do, kitu kizuri tunachoweza kufanya ni kutoa fedha kwa watumishi wa Mungu. Kumbe hata kupatikanika ni zawadi nzuri sana. To be available. Tuko pamoja? Hivi unajua hawa watumishi wa Mungu nao waona wengine tumewaweka wakfu juzi wachungaji. Sio kwamba wakiamua kutoka kwenye huduma hawana shughuli za kufanya. Wanaweza kuwa na shughuli, dunia ina shughuli nyingi sana za kufanya. Tuko pamoja? Tena siku hizi mambo yanavyozidi kuendelea, ukiwa hata mjini, hata kama una kazi ya kufanya, ajali inaweza ikatokea ukapata kazi ya kushangaa. Kwa hata kushangaa ikawa ni shughuli yako, unashangaa, ukaanza kuongea na watu, mkaanza kubishana, hapana yeye ndo kamgonga, yeye ndo kaja kwa nyuma, hapana yeye ndo akuangalia taa. You can get anything to do. Kitendo cha wao wanasema we are here. Unaona watumishi wa Mungu kama kina Elvis hapa kwenye media, muda wote yuko hapa. Sio usije ukaona kama ni jobless au ni watu wana cha kufanya. No, they are available for God. Wanapatikanika kwa ajili ya kazi ya Mungu, kwa ajili ya huduma. Kuna watu ambao kumbuka statement niliyosema mwanzo, kwa sababu ya watu kufikiria zawadi pekee ni fedha, wameshindwa kutoa vitu vingine vya muhimu, kiasi kwamba hata fedha zao hazina maana. Huko hapo. Kwa mfano sasa tunataka kwenda ushuhudiaji mahali. Twende tukashuhudie, tuvune watu kwa Yesu. Wewe unasema bwana mtumishi wa Mungu mimi siwezi kuwepo. Kila mtu anasema sitakuwepo, lakini hela hiyo nimeweka kwenye account. Haya, wameweka hela zote. Utaenda kukodisha wainjilisti? Utaenda kukodi wainjilisti? Utaenda umenunua vyombo, umehubiri mwenyewe. Utaandika majina waliookoka wewe mwenyewe. Utasambaza peperushi wewe mwenyewe. Utagundua bado unahitaji nini? Watu. Kama ambavyo Musa na upako wote alihitaji watu, alimhitaji mkwe wake Yethro, akamshauri na akamwambia tafuta watu, na akatafuta watu na kazi ikawa nyepesi.
Kama ambavyo Yesu na uungu na upako wake wote alihitaji wale 70, alihitaji mitume 12 kwa ajili ya assignment aliyoko nayo, ndivyo ambavyo na sisi katika utumishi wetu tuna mahali tunahitaji watu wao available, wapatikanike. Tuko pamoja? Tunahitaji watu wapatikane, ile tu kwamba upo kwa ajili ya kutumwa, kuagizwa, kuelekezwa, kufanya utumishi pamoja. So make sure you're available without an excuse. Hata kama una shughuli, hata kama kuna wakati unakuwa na shughuli nyingi na una kazi, kila mtu ana kazi yake na biashara yake, lakini hebu hakikisha unatoa zawadi ya muda kupatikanika kwa viongozi wako wa kiroho. Ile kwamba unakuja ibadani na sio unakuja tu kwa maana ya kwamba nije nionekane. No, unajua kabisa kuna jambo la kiroho serious kabisa inapopatikanika mahali pa kiongozi wangu, mahali pa mtumishi wa Mungu. Tuko pamoja? Namba 5 makero dovale tesa tabai. Namba 5 ni kuweza kutoa sadaka zako, fedha na mali kwa ajili yao. Tuko pamoja? Kutoa sadaka hapa inahusisha fedha na mali. Mande ligo brado zontere de bas. Fedha na mali ni sadaka yako. Sasa hicho ndo kipengele ambacho wengi wamekwamia tu hapo. Tuna nafasi ya kuwa zawadi kwa watumishi wa Mungu kwa kujitoa kwa fedha na mali zetu. Luka mtakatifu sura ya 8 mstari wa 2 na wa 3. Wanawake kadha wa kadha waliotolewa pepo, akiwa Maria Magdalena aliotolewa pepo 7, Suzana mkwewe Kuza pamoja na wakili wake Herode. Biblia inasema walimhudumia Yesu kwa mali zao. Walimhudumia kwa mali zao. Hii inakuonyesha mfano hata wakati wa Yesu. Hata wakati wa mitume, kesi ya Anania na Safira ni waliuza kiwanja wapate mali wapeleke kwa mitume. Wapeleke miguuni mwa mtume Petro. Sisi kutoa kwa watumishi wa Mungu ni kwa sababu ya thawabu ya Mungu ambayo ameweka. Na kanuni nataka tutoe pia ya kutoa, to give. Sio ufahari mtumishi wa Mungu kukuombaomba, sio ufahari. Kuombaomba is not a way of a child of God. Tuko pamoja? Yalla bombe jamani, tunaomba umeme umeisha kanisani. Jamani, yani mtu anajisikia fahari. Okay, shingapi itatosha? Hiyo ni laana. Nakwambia kabisa. Mtu anejitambua anajua kabisa utoaji wa fedha na mali ni sehemu ya utumishi na zawadi yako. Na hapa sizungumzii tu kwenye kikapu. Yani sizungumzii ile kutoa kanisani kwamba Jumapili na sadaka yangu na fungu la 10. No, tunazungumzia to give as a gift. Kutoa kama zawadi. Wakati Sauli wanatafuta punda waliopotea, walipokuwa wanaenda kwa Samuel, walijihoji nafsi zao wakasema, tunawezaje kwenda kwa mtumishi wa Bwana mikono mitupu? Tunawezaje kwenda kwa nabii mikono mitupu? No, it was not a command. Haikuwa kwamba ni amri kwamba usije, lakini it was order. Ilikuwa ni utaratibu, is an order. Kwamba how can we go empty handed to a man of God? Walijua kwamba tunapaswa tuende na kitu. Tutoe, ni heshima. Utoaji wetu ni kuheshimu. Namna moja wapo ya kuheshimu ni pamoja na kutoa na kuthamini watumishi wa Mungu. Tuko pamoja? Unafahamu ni watu wenye familia zao pia. Unafahamu ni watu nao wana maisha. Unajua kuna watu wengine wanachukulia watumishi wa Mungu kama watu ambao yani tunatakiwa tuvae kanzu tu na nani na yale malapa ya nani ya Wamasai. Yani utembesa ndo yani hata ukivaa kiatu cha 200,000 mtu anauza cha nini? Si cha kiatu. Kwani kiliwekwa kwa ajili ya nani? Hao mtumishi wa Mungu akiendesha gari la gharama mtu anajadili kabisa, ni majadiliano. Kwa nini mtumishi anaendeshaje hivyo? Ina maana uone yatima. Yatima tunao siku zote. Na kuna yatima wa kiroho pia. Mtumishi wa Mungu mtenda kazi anastahili ujira wake. Tuko pamoja? Paulo mtume akasema kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, asema ikiwa sinawapandia vitu vya rohoni, si vibaya nanyi tukivuna vitu vya nini? Vya mwilini. Yani watu wafahamu wana nafasi ya kuheshimu watumishi wa Mungu kwa fedha zao, kwa mali zao, kama sadaka, kama zawadi. Mtumishi wa Mungu mmoja anaitwa Bishop David Oyedepo alizawadiwa kwenye birthday yake magari 200. Magari binafsi 200, tena 200 ya standard yake. 200 ya standard yake. Huko hapo tuko pamoja? Sio Toyota Carina sijui namba A. Yani ya standard yake.
mtumishi wa Mungu Adeboye alizawadiwa kwa kiwango ambacho alifika mahali akasema, sitaki zawadi ya gari, msinipe zawadi zimezidi. Ametoka kuongea hivyo, mtu anashika mic anasema, nimekuletea zawadi ya gari Rolls Royce ambalo linagharimu something billion, sio? In shillings inaenda kama 2 billion au kama billions, 2 billion something. Bilioni ambazo pia ukijibaraguza unaweza ukapata kindege binafsi kinachobeba watu watatu. Alafu ni mtu ameleta zawadi kwa mtumishi wa Mungu. Hiyo sasa Wamakua na Wamakonde wakisikia wapendi. Watu wasema, kwa nini jamani washirika wanakuwa maskini watu wanakuwa matajiri? That's the principle. Hiyo ni kanuni, kubariki watumishi wa Mungu, sio kuibia watu. Kumbuka ni mtu kwa hiari yake. Tuko pamoja. Anatakiwa ajue ni sehemu inabarikiwa. Haleluya. Jambo la 6. Sasa kwenye hiyo ya kutoa fedha nimetengeneza discussion. Ile ya kuwaombea tumekubaliana. Kuzaa matunda kwa ajili yao tumekubaliana. Ushuhuda mzuri tumekubaliana. Patikanika hiyo hapo ndio mtu anaonekana kama kumbe, na nimeiweka ya katikati makusudi kabisa. Ili huku juu kwanza tuelewane. Maana mtu akianza kusikia kuwapa zawadi watumishi wa Mungu anajua wanataka waanze kuchukua fedha. No, kuna vitu vingi vya msingi na hiyo ni moja wapo. Tuko pamoja. Na hakuna cha kuacha hata kimoja. Ni kama ambavyo Yesu aliposema, mnaosha kikombe kwa nje wakati ndani ni kichafu. Haimaanishi kwamba ukiosha ndani usioshe nje, lakini kanuni nataka ionyeshe kwamba kinapaswa kianze kuoshewa ndani, ili kuponya mioyo ya watu kuhusu kuheshimu watumishi wa Mungu. Usichukulie tu fedha, mwisho wa siku isije ukawa unaona watumishi wa Mungu ni maskini au wana shida, kwa hiyo unasema tu okay, chukua hiyo mkale. No, unatakiwa ujue kuna nafasi katika utaratibu wa rohoni wa kuwa zawadi kwa watumishi wa Mungu, wapokea watumishi wa Mungu, na unavyowapokea umempokea Bwana. Leo uwezi hata kama unapanga, hebu fikiria Yesu ni mgeni wako leo, utamwandalia nini? Mtu mmoja alitengeneza huo mfano. Kwamba chukulia Yesu anakupa tena na kuandaa mapema. Anakuambia kesho Jumamosi mimi nitakuwa mgeni wako. Hebu fikiria ambavyo utaangalia kuandaa Yesu anavyokutembelea. Kuna watu wangeandaa vizuri sana. Lakini jambo ambalo ni la kusikitisha, sijajua niseme, Yesu hatakuja kukutembelea kimwili akitaka maandalizi ya kimwili. Yaani hatakuja kutembelea umpikie pilau, umpikie nyama, hatakuja kutembelea eti nitakupokea airport na gari nzuri, ila ukweli atakayeshuka airport umpokee atakuwa ni mtumishi wa Mungu, ni mtumishi wa Yesu. Utakavyomtendea ni sawa na umemtendea nani? Yesu. Ila Yesu kamwe hatakuja airport kwamba ukampokee kwa heshima. Kamwe Yesu hatakuja kutembelea kanisani kwenu kimwili halafu awahubirie mumpokee kwa heshima. Atakuja mtumishi wa Mungu, mtumishi wa Yesu. Heshima ile ambayo mnasema tunataka Yesu tumpokee kwa viwango hivi, ifanyike kwa watumishi wake. Tuko pamoja? Awapokee ninyi, ananipokea mimi, na anipokea mimi, anampokea aliyenituma. Namba 6, zawadi ya muhimu sana nzuri unaweza kufanya ni kubeba agizo, kusudi, jukumu pamoja na mtumishi wa Mungu. Hapo tunazungumzia vitu viwili, kutumika na kuambatana pamoja naye. Kwa maneno mafupi ni kubeba agizo, kusudi na jukumu la pamoja na mtumishi wa Mungu, yaani kutumika na kuambatana pamoja na. Hiyo ni zawadi. Inawezekana usinipe hata shilingi milioni 1 ingawaje utanipa. Inawezekana usinipe zawadi ya gari ingawaje utanipa. Lakini nikwambie ile hali ya mtumishi wa Mungu, na hii sisemi kwa ajili ya watumishi wa Mungu kwenye huduma hii au mimi, no, nazungumzia watumishi wote. Mtu yote anayenisikiza, una mchungaji wako, una baba yako wa kiroho na mlezi wako. This is very important. Hii ni muhimu. Ile hali ya kuambatana ni muhimu sana. Kubeba lile agizo pamoja naye. Yaani ajisikie kwamba huu mzigo si uchukui peke yangu. Na hichi ndicho alichokifanya Mungu kwa habari ya wale wazee 70, si ndio? Alimwambia Musa. Musa alifika mahali akalalamika. Put the scripture. Musa alifika mahali akalalamika. Akasema, Bwana, nafikiri ni Hesabu 17. Akasema, mimi huu mzigo umeshakuwa mzito, siuwezi. Mungu akamwambia, sasa watu wanamnungunikia, wanalalamika. Mungu akamwambia, kusanya wazee 70. Nitachukua sehemu ya roho yako nitaweka juu yao. Mungu akaweka roho ya unabii juu ya wazee 70. Wakatabiri kama anavyotabiri Musa. Wakafanya kama anavyofanya. Biblia inasema vijana wawili, Eldad na Medadi, nao wakashukiwa na roho, wakaendelea kutabiri. Halafu Yoshua anakuja anaripoti, anasema, Bwana Musa, watu wanatabiri, wakataze. Watu wanaanza kufanya kama wewe. Watu wanaanza kuhudumia watu kama wanavyohudumia.
Watu wanaanza kufundisha kama wanavyofundisha. Anamwambia wakataze, wewe ndio unatakiwa ufanye mwenyewe. Musa akasema no. Natamani watu wote wangekuwa nini? Manabii. Yani Musa alifurahi kwa kiwango ambacho anasema I wish watu wote wangekuwa manabii. Wangeweza, wangetenda, ingekuwa vizuri. Sio ufahari kwamba mtumishi wa Mungu aonekane yeye peke yake ndiye ambaye anashuhudia, ndiye ambaye anaenda mtaani, ndiye ambaye anahubiri, ndiye ambaye anaponya wagonjwa. Sio. Ndio maana hata siku ya Pentekoste Roho Mtakatifu alipokuja juu ya watu wale waliokaa, watu 120 waliokaa wakingojea ahadi, Biblia inasema juu yao zilikuja ndimi zilizogawanyikana mfano wa ndimi za moto, zikamkalia kila mmoja wao. Hazikukaa kwa mtu mmoja, kila mmoja wao. Jukumu linapaswa liwe juu ya kila mmoja. Kila mtu aliyeamini ana sehemu ya kubeba. Sasa mtumishi wa Mungu anaweza akapewa agizo, mission, akapewa maono, lakini kuyatimiza sasa inahitaji watu. Mfano mzuri tumeona Yesu ndo anakuja na maono. Kwenye Luka 4:43 anasema imenipasa kuhubiri habari njema ya ufalme na kwa sababu hiyo nalitumwa. Kwa hiyo Yesu anatuonyesha kabisa mission ya kuhubiri ufalme ni ya kwake. Lakini tunaona baadaye kwenye Luka 9 mstari wa kwanza wa pili anawapa agizo mitume na mamlaka wale tenashara ya kuhubiri habari njema ya ufalme na kuponya wagonjwa. Maana yake anagawana nao lile jukumu aliloko nalo, anagawana nao walifanya. Kwa ni zawadi nzuri sana kwa kila mtu kuhakikisha unakuwa sehemu ya kubeba agizo, ya kubeba kusudi, jukumu, kwa kuambatana na kutumika pamoja na kiongozi wako wa kiroho. It's very important. Ambatana, tumika pamoja. Na hiyo ndio sehemu ina thawabu yake. Na tunaona hii siri kwa Elisha. Elisha aliambatana na Elia, akabeba roho ya Elia. Wale wengine wazee wa kusindikiza walibakia tu kushangaa. Wakaanza kujifanya hawaamini, wanaenda kumtafuta Elia. Wakatuma vikosi vya watu 50 kwenda milimani. Yani hata walikuwa hawajui kwamba lile neno walikuwa wanawaambia hawakuamini kwamba atachukuliwa. Huku walijifanya wanajua. Lakini Elisha aliambatana na Elia, akaichukua ile roho, ikawa pamoja naye. So make sure you are available, you walk together. Unatembea pamoja na watumishi wa Mungu, unaambatana nao na kutumika pamoja nao. Unaona kabisa ndani yako kuna huo wito, kuna huo msukumo. Usichukulie kama kupoteza muda, usichukulie kama kuchoka, usichukulie kama hasara. Lazima ujue kuna thawabu, na hiyo thawabu inatolewa na Bwana mwenyewe. Amen. Namba 7 na mwisho tunapomalizia, namba 7 na mwisho, zawadi ya msingi sana ambao unaweza ukatoa kwa watumishi wa Mungu. Huu ni wajibu wako kama mtoto wa Mungu na kama mtu ambaye anatumika na kiongozi, ni kuonyesha utii, heshima, kuonyesha utii, heshima, kuthamini na shukrani kwa kiongozi wako wa kiroho. Yani zawadi nzuri unaweza ukampa kiongozi wako wa kiroho ni kumtii na kumheshimu na kumthamini popote pale uendapo. Yani una mbele yake na hata mahali ambapo yupo. In his presence and in his absence. Akiwepo na asipokuwepo, remain obedient. In his presence or his absence, remain obedient to him. Awepo au asiwepo, bakia kuwa mtii kwake. Ni kanuni ya kiungu. Waebrania 13:17 anasema watiini wenye kuongoza na kuwanyenyekea kwa kutetemeka. Unajua neno kwa kutetemeka, with fear, inataka ionyeshe kwamba in their presence or their absence you must remain obedient to them. You must be loyal. Kutii, kuheshimu, kuthamini kiongozi wako ni zawadi nzuri, ni namna nzuri ya kumpokea na namna nzuri ya kupokea ambacho kiko kwake. Unajua haya yote niliyoyasema ni kanuni zinazoruhusu pia watu kupokea kile ambacho Mungu ameachilia juu ya watumishi wake kwa ajili yako. Tuko pamoja? Mtu ambaye hatashindwa kuheshimu kiongozi wa kiroho, mtu ambaye hatashindwa kuonyesha utii, mtu ambaye atatengeneza dharau, mtu ambaye hatathamini, hata kuwa na shukrani, yani hawezi hata kusema asante. Unajua kuna wakati unakaa unafikiria, nilikuwa naongea na mtumishi wa Mungu mmoja, unaangalia namna ambavyo watumishi wa Mungu wanajitoa, wanapambana. Yani unajua ni kazi kweli, ni ya Mungu. It is the work of God. It's the work of God, ni kazi ya Mungu. Lakini that one does not eliminate their part as men in their families,
kwenye familia zao, kwa ndugu zao, sio? Unaelewa? Wakati watu wengine wanasema kabisa, mimi Krismasi kamwe, Krismasi lazima niende nikalie uchagani. Mtumishi wa Mungu anahitaji aongoze ibada, hata kama naye anatamani akalie Krismasi uchagani. Tuko pamoja? Ana fursa ya kuongoza ibada na wafundishe watu wajue kwa nini Yesu Kristo alizaliwa. Wewe unaenda kula hata hujui kwa nini alizaliwa. Unaenda kula. Mtu mwingine anasema mimi mwaka mpya lazima niwe, lakini huku mtumishi wa Mungu anaomba kwa ajili ya kupata neno la kutamka baraka na unabii juu ya watu wake. Anamsikiliza Mungu, Mungu anazungumza nini. Wakati watu wengine na wao wanasema sasa nikapumzike mwaka mpya, wengine ndo tunakaa sasa, ndo tunaanza kutangaza mission sasa. Nimekuwa Mbeya nimekaa wiki ngapi? 2 kama 3. Maana Songwe nao nimeenda kama wiki moja, si ndio? Nimekaa kule muda. Nimerudi tarehe 25. Yaani Christmas mimi ndo nakuja hapa. Nimefika huku saa 4 asubuhi. Tumerudi hapo na pilau tumekuja kwa saa 12. Pilau ya Christmas saa 12 huko jioni. Tarehe 26 tunaanza nini? Kambi. Tena ilikuwa inaanza 25 warm up ile, nikasema mtaniwia radhi, nikapumzika. Na hizo siku zote nilizokuwa huko tulikuwa kwenye kufunga na kuomba. Zote si hudumu bila kufunga. Kwenye semina kule niko kwenye kufunga na kuomba kule Songwe zote. Ndio kazi ambayo tumepewa. Tumerudi tumemaliza kambi jana, sijui tuseme. Mkesha si umeisha jana. Tumemaliza jana. Sijapata hata muda wakana mke wangu kutulia hata kupangilia mwaka wetu, hata tuzungumze. Mimi binafsi sijapata muda bado. Kwamba sasa kama familia tuna malengo gani, tuna mipango gani. Huko hapo. Lakini pia tunapanga mission kesho, tunakuwa tuondoke kwenda Mbeya. Nimegoma. Tuko pamoja. Mimi nimegoma binafsi. Wa Mbeya nimeona kuna wengine wamecomment hoyo, sawa. Wengine wameshaandaa semina siku 7 bila hata kujua semina mtumishi wa Mungu ana mission yake, anakuja kufanya nini, atakuwa na ratiba gani. Sasa kufanya hivyo sisi hatufanyi kwa lawama, kwa kulalamika, no. It's the work of God. Lakini ili kushukuru unahitaji uweze kuona kiongozi wako anavyojitoa. Lazima uone mtu anayejitoa kwa ajili yako. Yaani you must understand that part. Kama unamwambia Mungu asante. Mungu asinzii wala halali. Hiyo ni sifa ya Mungu. Yaani Mungu asinzii wala halali. Sasa Mungu hata angesema halale, kama angekuwa na uwezo wa kulala, hamna kitu chochote kinaweza kutokea kwake. Wewe fikiria tu, wewe sio Mungu ila una uwezo wa kulala na ukaamka, kitu chochote kibaya kijavani. Hasa vipi kuhusu Mungu? Kwa Mungu anaweza akiamua kulala. Ila unajua kwa tunaona vile, ili tu kweli tunamwambia Mungu wewe ni mkuu, unatutetea, unatupigania. Lazima utambue. Na ni rahisi sana kukosa macho ya kutambua hata mema ya watumishi wa Mungu. Mtu anaweza sione. Of course hata unaweza sione hata ya ndugu yako. Yaani ukiamua unaweza tu kujitoa ufahamu usione mema, na kwa sababu ukakosa shukrani, ukawa sio mtu wa shukrani, ukawa sio mtu wa kusema asante, wa kuonyesha heshima, wa kuthamini, wa kuonyesha utii, na ukafikiri mengine wote unastahili. Lakini kumbe it's a grace of God. Yesu anatabiri hapa, it's a prophecy. Anasema mtakuja nitawaambia nilikuwa uchi mjaye kunivika nguo. Na wote Biblia inasema watahamaki. Anasema kabisa watasema, Bwana, lini ulikuwa uchi tukuvika nguo? Lini ulikuwa na njaa tukupa chakula? Tutamuuliza. Lakini anasema mkiwatendea wadogo hawa, hata ukimpa ngaa kikombe cha maji ya baridi, thawabu yako haitapotea. God bless you. Jambo la kwanza tumesema nini? Kuomba kwa ajili yao. Zawadi ya kwanza unaweza kuwapa watumishi wa Mungu, kiongozi wako wa kiroho, namna ya kuwapokea, namna ambayo thawabu yako haitapotea katika utendaji wako chini ya kiongozi wako wa kiroho, chini ya mchungaji wako. Ya kwanza ni kuomba kwa ajili yake. Tumeona kwenye Waefeso 6:18 anasema katika sala zote mkidumu na kuomba kwa ajili ya watakatifu, waombee watumishi wa Mungu. Jambo la pili ni kukua kiroho na kuzaa matunda. Ni ufahari, ni zawadi nzuri kwa kiongozi wako wa kiroho wewe kwa mtu anayekua lakini pia anezaa matunda. Hakuna mtu anayefurahia mti usiozaa matunda. Luka mtakatifu sura ya 13 kuanzia mstari wa 6, Bwana Yesu anatoa mfano wa bwana shamba ambaye aliona mtini unaharibu shamba kwa sababu hauzai matunda.
Maana yake kuzaa matunda ni vyema, ni wajibu wa kila mtoto wa Mungu, na ni zawadi unaweza kumpa kiongozi wako wa kiroho. Anajivunia, anasikia kusema yule ni, that is my daughter, that is my son, yule ni mchungaji wetu, yule ni, kwa sababu anazaa matunda. Jambo la tatu, kuwa ushuhuda, kuwa barua na ushuhuda mzuri. Barua inayosomwa na watu wote. Tumesoma kwenye Biblia, Wakorintho wangapi? Wa pili sura ya 3 mstari wa 2 na wa 3. Be a letter, kuwa barua inayosomwa na watu wote, kuwa ushuhuda mzuri kwa watu, wakikuangalia wanasifia, wanauliza hata uko kanisa gani. Mtu anaweza kusema na mimi nataka je kanisa ulilopo. Kuna watu wengine waliona tunaowalea kiroho wakaomba tuwalee, yani alivyomuona tunayemlea akasema na mimi naomba nilee kiroho. Kwa hiyo unakuwa ushuhuda mzuri kiasi cha kuvutia hata watu wengine kujifunza kwa kiongozi wako wa kiroho, kupata malezi kwa kiongozi wako wa kiroho, na kuja hata kwenye kanisa unaloabudu. Na jambo la 4 ni kupatikanika bila udhuru. Be available, kupatikanika bila udhuru. Usitafute ukakosekana. Ni kweli unaweza ukatoa sadaka yako, ni kweli unaweza ukaomba kwa ajili ya mtumishi wa Mungu, lakini hakikisha unapatikanika. Tukisema tuna jambo hili, be available. Hii ni kanuni ya msingi sana, and is one of the protocol. Ni moja ya protocol pia nzuri kwenye swala la kuambatana na mtumishi wa Mungu. Wewe upo Arusha, unasikia kwamba Prophet na Apostle Stone watakuwa Arusha. Upo Arusha lakini hauji, haupatikaniki. Lakini unasema nimetuma sadaka hiyo, sawa, na usiache kutuma, lakini lazima ukumbuke unapaswa pia upatikanike. Kuna ambayo hayatokei kwa sababu ya sadaka yako, yanatokea kwa sababu ya wewe kupatikanika. Tenga muda wako, be available kwa ajili ya wajibu, kwa ajili ya kazi ya kile ambacho watumishi wa Mungu wanafanya. Na jambo la 5 ni kutoa nini? Actually kwenye kupatikanika kuna mfano mzuri. Paulo anasema, anaongea kuhusu watoto wake ambao walikuwa available kwa ajili yake, sio? Mmoja wapo ni Timotheo, Epafra, ambaye alijitoa hata akiwa katika vifungo, alikubali kuwa naye. Anamwambia Timotheo, anamuita Timotheo, wewe ni askari, you are a soldier, wewe ni askari, kwa sababu umekuwa nami hata katika vifungo vyangu, hata katika magumu kuniacha. Kupatikanika ni kanuni ambayo nataka ikuonyesha hata katika changamoto uwe available kwa ajili ya kiongozi wako. Tuko pamoja? You must be there for your leader. Alafu anasema, anamuongelea kijana mwingine alikuwa hovyo, anaitwa Dema. Anasema aliupenda ulimwengu wa sasa akafanyaje? Akaniacha. Sio jambo zuri kwamba mtu niliyekuwa naye akapenda dunia akaniacha. He is not around. Nani ajuae kwamba Dema angekuwa available, yamkini tungekuwa na Dema wa kwanza na Dema wa pili. Waraka mtume Paulo kwa Dema. Who knows? Lakini he was not available. Namba 6 tumesema ni nini? Namba 5 ni kutoa fedha na mali zako kuhudumia watumishi wa Mungu. Hudumia kabisa. Biblia inasema kwenye Luka 8 mstari wa 2 na 3, watu walimhudumia Yesu kwa mali zao, wale wanawake. Hudumia watumishi wa Mungu. Si jambo dogo, ni jambo kubwa wewe kubeba, kuheshimu kwamba natoa mali yangu, fedha yangu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Na nisema hapa nazungumza zaidi ya kusema unatoa sadaka katika madhabahu. Sasa kwanza katoa nyingi tunatumia kwa ajili ya ufalme, kwa ajili ya nini? Kuna ile kumheshimu mtumishi wa Mungu, hii ni zawadi yangu, zawadi yako kwa kiongozi wako wa kiroho. Na namba 6 ni kubeba agizo, kusudi na jukumu pamoja nao, kuambatana na kutumika pamoja nao. Ambatana, tumika pamoja na kiongozi wako. Roho Mtakatifu ni mwaminifu, atakushuhudia ndani yako. Kiwa unaona kabisa umebeba na there is the chance, kuna nafasi kabisa ya kuambatana, ya kutumika pamoja na kiongozi wako wa kiroho, pamoja na mchungaji wako. Fanya hivyo. Hata katika nafasi zile za kwenda kutembelea watu, kushuhudia watu, be available and serve with them. Ambatana pamoja nao, kwa sababu ukifanya hivyo kuna thawabu. Tunajifunza mfano mzuri kwa Elisha, aliyeambatana na Elia na akapokea kile alichokuwa nacho Elia, kikaja juu yake, ile roho ya Elia ikawa juu yake. And lastly, namba 7 ni kutii, kuheshimu, kuthamini na kushukuru. Lazima uwe na hayo mambo unafanya kwa kiongozi wako. Watii, waheshimu, wathamini, washukuru kwa ajili yao. Onyesha shukrani kwa ajili yako, usiwe mtu asiye na shukrani. Waebrania 13 mstari wa 7 anasema 17, watiini wenye kuwaongoza, mkiwanyenyekea kwa kutetemeka, kwa kuogopa, waheshimuni, wathamini. Haleluya. Usahau namba 1, kuomba kwa ajili yao. Pray every day. Thank you Father, I give you glory. Na kushukuru Mungu kwa ajili ya watoto waliotusikia. Usiache kutuandikia yale uliojifunza, yafanyie kazi mwaka huu
2026 anza kufanya kazi. Kama kuna mahali unaona ulikuwa umelegalega au kuna jambo ulikuwa ulifanya kati ya hayo 7, yafanye kwa uaminifu na utaiona thawabu ya Mungu juu ya maisha yako. Maana Bwana amesema hata atakayewapa mdogo kati ya hawa ngaa kikombe cha maji ya baridi, thawabu yake haitampotea. Tenda hivyo na utauona utukufu wa Bwana katika jina la Yesu Kristo. God bless you. Amen. Tumemaliza. Haleluya. Je, kuna swali labda kabla hatujakata au tumeshakata? Bado. Kuna mtu yote ana swali kwenye hatu tuliojifunza? Hakuna. Watoto wameelewa. Kuna mambo mawili, kuelewa au njaa, vyote ni vitu. God bless you. Mungu akubariki. Amen. Thank you Jesus.